Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kamanda mkuu wa jeshi la serikali ya mapinduzi ya Iran IRGC Hussein Salami amesema ole wao Marekani na Israel wafanye shambulizi dhidi ya Iran, kuzimu kutawafuata. Kiongozi huyo wa Iran Hussein Salami amesema kwamba katika nyakati ambazo Marekani itafanya kosa ni kusikiliza kile kinachosemwa na Israel katika kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran. Hata hivyo amesema kwamba inaapa kufungua milango ya kuzimu ikiwa Marekani na Israel zitafanya hatua mbaya. Salami anasema. Mkuu huyo wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ameeleza kwamba kutokana na kauli zinazotolewa na Israel, Iran itafungua milango ya kuzimu na itahakikisha Israel haitakaa salama, itakuwa kama ilivyo Gaza. Kwa Israel na Marekani, ikiwa nchi hizo zitaishambulia nchi yetu, tunaionyesha Washington na mshirika wake wataingia vitani, nasi tutapambana, tutahakikisha Israel itakuwa kama Gaza, lakini pia maeneo yote inayotegemea Marekani hayatakuwa salama. Haya ni maonyo mazito kwa maafisa wa Israel na maafisa wa Marekani. Waziri mkuu wa utawala wa Israel Benjamin Netanyahu aliwahi kuzungumza kwamba yupo tayari kufanya mashambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia vya nchini Iran. Lakini mkuu wa IRGC Hussein Salami anasema katika hotuba yake, kwa mujibu wa tovuti ya habari ya kimataifa ya Iran, ninatoa onyo kali, ikiwa utafanya hatua moja mbaya, tutafungua milango ya kuzimu. Salami aliongeza, kaeni chini na mbaki mahala salama. Kaeni chini tuweze kuzungumza namna ya kutatua jambo hili. Tumefanya maandalizi ya kina, tutafanya mashambulizi ya kina, anasema Salami. Salami ameongeza kusema kwamba ikiwa mtafanya makosa, tutaendea kwa njia ambayo hamtasahau ahadi ya kweli namba 1 na namba 2. Aliongeza akimaanisha mashambulizi mawili ya moja kwa moja ya Iran dhidi ya Israel mwaka uliopita. Lakini pia akisema kwamba mashambulizi yale ya ahadi namba 1 na namba 2 huenda yakawa madogo zaidi kuliko hayo ambayo yatafuata wakati huu. Hata hivyo, Marekani pamoja na Iran wapo katika mazungumzo kuhusu masuala ya nyuklia, lakini Israel bado ipo katika mpango wake wa kufanya mashambulizi dhidi ya taifa hilo la Kiajemi. Kwa mujibu wa Salami anasema, ikiwa Marekani itatishia kuhusu suala la nyuklia, Iran iko tayari kwa vita wakati wowote na katika ngazi zote na katika nyanja zote. Salami pia alisema kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Kiebrania. Ameongeza kwa kuishutumu Israel kwa kufanya kazi ya kuongeza mivutano kati ya nchi hizo mbili, akisema Israel inaisukuma Marekani katika vita katika eneo, lakini Washington inapaswa kuelewa kwamba vita hivyo vitakuwa na hasara kubwa kwake. Matamshi hayo yamekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuashiria Jumatano kwamba anataka kulipua vinu vya nyuklia vya Iran kupitia makubaliano, lakini pia yuko tayari kulipua katika shambulio ikiwa ni lazima. Marekani na Iran zinafanya mazungumzo juu ya kuzuia mivutano ya muda mrefu kati yao, ambayo wakati huu wanaendelea kufanya mazungumzo hayo ili kuona ni namna gani wataweza kutatua jambo hilo la masuala ya nyuklia. Katika matokeo yanayotarajiwa ya utawala wa Marekani katika mazungumzo hayo hayako wazi, huku baadhi ya maafisa wakisema wako tayari kuruhusu Iran kuwa na uwezo mdogo wa kurutubisha mafuta ya nyuklia, huku wengine wakisema wanataka mpango huu wa nyuklia uangamizwe kabisa. Maafisa wa Iran wamedai kuwa kamwe hawatasambaratisha vituo vyao vya nyuklia na hakuna atakayeweza kuwazuia juu ya jambo hilo. Hata hivyo, bado mivutano ni mikubwa, huku Marekani na baadhi ya mataifa mengine ya kimagharibi yakitaka kuona Iran isimiliki mifumo yoyote ya aina ya silaha wala mifumo ya nyuklia, ambapo wao wanadai wanazalisha kwa ajili ya masuala ya ndani na kwa ajili ya kijamii zaidi. Marekani na nchi zingine pia za kimagharibi kwa muda mrefu zimeishutumu Iran kwa kutengeneza silaha za nyuklia, madai ambayo Tehran imekanusha, ikisisitiza kwamba mpango wake wa atomiki ni kwa madhumuni ya kiraia tu. Lakini Iran, ambayo inatafuta kwa uwazi uharibifu wa Israel, imeongeza urutubishaji wake wa uranium hadi 60% ya usafi, ambayo haina matumizi ya amani na imewazuia wakaguzi wa kimataifa kuangalia vifaa vyake vya nyuklia, lakini si kwa Iran ambayo imesema ipo tayari kukaguliwa wakati wowote. Waziri Mkuu Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz
walitoa onyo kwa Iran siku ya Jumanne ya wiki iliyopita baada ya jeshi la Israeli kushambulia kwa mabomu maeneo ya Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen kwa siku 2 na kuharibu uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Nimesema mara nyingi kwamba yeyote atakayeshambulia Israel damu yake itakuwa juu ya kichwa chake, anasema Netanyahu, akibainisha ahadi yake kwamba kutakuwa na mapigo mengi kujibu kombora la Wahouthi ambalo lilipiga ndani ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion, uwanja wa kimataifa, siku ya Jumapili ya wiki iliyopita. Alisema uchunguzi wa muda wa shabaha ulikusudiwa kuadhibu Wahouthi, lakini pia kutuma ujumbe kwa Iran bila idhini yake na uungwaji mkono wa muda mrefu. Wahouthi hawawezi kutekeleza shambulio la jinai dhidi yetu, anamalizia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.